YouTube channel yetu hii pendwa bwana, kama tulivyosikia tumepata taarifa ya msiba ya mzee wetu na tuko hapa, tuko na miongoni mwa watoto wake tukizungumza naye mawili matatu juu ya msiba huu. Bwana kaka, mambo vipi? Safi. Uko poa kabisa? Shwari. Bwana pole bwana kwa msiba. Shukrani. Bwana, wewe ni mtoto wa ngapi wa mzee wetu? Mimi ni mtoto wa mwisho wa tatu. Na mzee wetu alikuwa na watoto wangapi enzi za uhai wake? Watoto watatu. Na wewe ndo last born. Mzee wetu amefariki jana. Nini chanzo cha msiba mzee wetu? Alikuwa na shida. Alikuwa hana shida. Alikuwa na shida. Alikuwa anaumwa nini? Moyo mpana. Kwa chanzo cha msiba wa mzee wetu ni moyo ambayo ilitokea tu ghafla. Na wakati taarifa za msiba huu unatokea, wewe ulikuwepo wapi? Mimi nilikuwa kazini. Pole sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo vimetokea, mzee wetu alikuwepo amepata umaarufu wakati umri wake umeshaenda kidogo. Ulikuwa unajisikiaje baada ya kusikia mzee wako amekuwa maarufu katika umri ambao umeenda kidogo? Najisikia vizuri kwa kuona amepata umaarufu. Najisikia vizuri. Na kwenye vitu ambavyo wewe tangu umeanza kuishi na mzee enzi za uhai wake, ni kitu gani ambacho wewe ulikuwa unakaa kabisa ukasema ya hiki nakikumbuka? Ni kitu gani unakumbuka sana kutoka kwa mzee wetu? Yeye alikuwa ananihimiza sana kupambana sana. Mpaka sasa hivi umefikia katika level gani? Sasa hivi nipo kwenye kamera najifunza kupiga picha. Yote haya ni mawazo ya mzee juu yako wewe. Mzee alikuwa anakutakia mema kweli? Ndio. Msiba unafanyika saa ngapi? Msiba hapa kama unavyoona saa 7 tunaenda kuzika. Na mtu yoyote ambaye yuko mbali na hapa akitaka kufika katika maeneo haya anafanyaje? Anafikaje kwenye msiba? Hapa Mbagala Charambe unashuka kwa Mbiku. Alafu ukifika kwa Mbiku unaulizia kwa Kibole wapi, unafikishwa na pikipiki. Pole sana ndugu yangu. Shukrani.